Wakati jopo la watu wakiwa wanasikitika kusikia kwamba kuna baadhi ya watu wamepigwa risasi huko kwa Gwajima. Sasa nilijaribu kupitia kile ambacho alikiandika Askofu Mwamakula, na yeye alisikitishwa baada ya kuona kuna mtu ambaye kuna video inaonyesha ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii kimuonesha muumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima akiwa anatoka damu kichwani ambako mashuhuda wanasema kwamba alipigwa risasi. Sasa baada zile vuguvugu na kile kilichotokea, askofu aliandika ujumbe huu. Anasema, hasira ya Mungu na iwake juu yako. Hii ni sauti ya muumini aliyepigwa mabomu kanisani. Ujumbe wa askofu kwa Tanzania baada ya waumini kupigwa mabomu. Anasema, ndugu wa Kristo na Watanzania kwa ujumla, tumsifu Yesu Kristo. Alipokuwa akihutubia bunge siku ya Ijumaa ya tarehe 27 Juni 2025, Rais Samia alisema kuwa serikali ya CCM italeta katiba mpya inayodaiwa na wananchi baada ya uchaguzi. Lakini siku mbili baadaye serikali inayoongozwa na Rais Samia imetuma jeshi la polisi tarehe 29 Juni 2025 kuwapiga mabomu waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima, yani Glory of Christ Tanzania Church, Ubungo, Kibo, Dar es Salaam, ili kuwatawanya wasiabudu. Lakini uhuru wa kuabudu umehifadhiwa ndani ya katiba ya nchi. Wajibu wa serikali ni kuweka mazingira mazuri ya watu hao kuabudu, lakini si kuwazuia wasiabudu. Haki ya kuabudu ndio haki ya msingi sana na kwa binadamu. Ndio maana maiti hawezi kuzikwa bila kufanyiwa ibada ya wafu na dini au imani yake. Hata hao tunaofikiri kuwa hawana dini wanapokufa na wao hufanyiwa ibada kwa maana yao, ingawa ibada zao sio za kujumuika kama sisi dini zetu zinavyotaka. Kwa Kristo kukusanyika kuabudu pamoja sio tako la kiongozi, bali ni tako la lazima la kibibilia. Waibrania 10 mstari wa 25. Kuabudu ambako kunaelezwa hapo si kusali, bali ni kujumuika pamoja kufanya ibada ya pamoja, yani communion worship. Wakristo wengi katika historia ya kanisa na ulimwengu waliweza kuifia imani ili kupambana kutimiza wajibu huu. Miongoni mwao ni Mtakatifu Kizito wa Uganda, Mtakatifu Perpetua, Mtakatifu Felisita pamoja na wengi ambao historia ya imani yetu inawaenzi. Ni wazi kuwa Wakristo katika nchi ya Tanzania hawataacha kuidai haki yao ya kukusanyika na kuabudu pamoja. Lengo la serikali kusajili makanisa na misikiti ni kutaka kujua ili kuiwezesha serikali iweze kutoa huduma muhimu za kijamii kwao, lakini si kufanya serikali iweze kudhibiti misikiti na makanisa hayo. Katiba ya nchi haijazuia watu waliosajiliwa na serikali kuacha kuabudu. Ndio maana waabudu wa dini za asili hawajasajiliwa mahali popote, lakini wanaendelea kufanya hija na ibada zao makaburini, milimani, mitoni na sehemu zingine kadhalika. Inashangaza jinsi serikali ya CCM inavyotumia nguvu kubwa kuzuia uhuru wa kuabudu, halafu serikali hiyo hiyo inajinasibu kuwa italeta katiba mpya inayodaiwa na wananchi. Kama serikali ya CCM iko tayari kuwa watu ili wasiabudu, itaua wangapi wakati wananchi wataanza kudai katiba hii iliyo na vipengele ambavyo havitakiwi na serikali ya CCM? Je, wananchi wanaopigwa mabomu ili wasiabudu ndio hao ambao CCM na serikali yake inataka kushiriki uchaguzi wa Oktoba 2025? Je, rais na serikali ya CCM wanajua kuwa hao waumini wanaopiga mabomu hapo Ubungo wanao wazazi, wakwe, wajomba, kaka, dada, shemeji na watoto kule Mbeya, Iringa, Mtwara, Njombe, Songwe, Luka, Katavi, Kigoma, Lindi, Kagera, Mwanza, Geita, Mara, Arusha, Simiyu, Shinyanga, Dodoma, Manyara, Tabora, Singida, Morogoro, Kilimanjaro, Tanga, Pwani, Ruvuma na Morogoro. Je, ni nani anayewachochea wananchi dhidi ya serikali ya CCM kati ya askofu anayeandika ujinga huu na yule aliyetuma jeshi la polisi kufanya ujinga huu pale Ubungo? Je, kupiga mabomu wananchi na kuwazuia kuabudu siku yao Jumapili sio kuleta siasa kanisani? Hivi serikali ya CCM inajua kuwa kwa nini Jumapili ni siku ya mapumziko? Je, serikali ya CCM inajua ni kwa nini Jumapili ni siku ya mapumziko? Je, unajua umuhimu wa siku ya Jumapili kwa Kristo? Sisi Askofu Mwamakula tunatoa wito kwa waumini wote wa kanisa la Ufufuo na Uzima na Watanzania wote kwa ujumla, wao kuacha kuwachukia polisi wasiokuwa na vyeo ambao wanatumwa na serikali kupiga waumini wetu mabomu, bali waelekeze hasira kwa serikali ya CCM ambayo ndio inawatuma polisi wetu.
sote kwa pamoja tumlilie Mungu wetu ili kujua kusudi la uwepo wa serikali ya CCM katika hizi zama zetu. Mungu atatoa majibu juu ya kusudi la uwepo madarakani kwa serikali hii na hatima ya taifa letu kwa ujumla. Mungu hachelewi na wala hakawii kujibu. Sisi tunasimama kuhesabiwa katika zama hizi, kwani tuko katika zama yenu na tukashika doria katika ulimwengu wa roho, sonekane pamoja na ulimwengu wa mwili ambao unaonekana. Hapa ni Habakuki 2 mstari wa 1. Ni ole wenu sisi tulopewa neema ya upendeleo wa kushika upanga wa kikuhani, ujumbe wa haki, kama pia tutanyamaza. Ezekiel 33 mstari wa 1 mpaka 20. Je, nini kimekushangaza na nini maoni yako? So bwana, huu ndio ujumbe alioandika Askofu Mwamakula City Neno. Drop comment tukomentishe kinoma noma. Bye bye.